Nasema mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mwakili wa siri za Mungu. Basi mbili shuka mbili nasema hapo tena inayotajiwa katika mwakili ndiyo mtu aonekane kwa mwaminifu. Aya, napitia yale maandiko yake. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Amena. Amen. Karibu wa Kumbukumbu 30:19. Nasema hivi: na sishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimewekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Amen. Amena. Tu haraka, tunapewa dakika chache sana. Tumependa tuongee maneno machache katika maandiko haya mawili ambayo tumekwenda kuyasomea. Na wale waliokwenda shule waliwahi kusoma somo fulani la hesabu. Katika hesabu tunaweza tukachukua hesabu mbili ambazo hata leo wanadamu wengi wanazitumia. Kuna hesabu ya kuongeza na kuna ile hesabu ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hizi hesabu mbili ndizo hesabu ambazo wanadamu wanazitumia hata siku ya leo. Unaweza ukatumia hesabu ya kuongeza kwa mtu, au unaweza ukatumia hesabu ya kutoa kwa mtu. Amen. Sisi tuko pamoja. Unaweza ukatumia hesabu ya kuongeza kwa mtu. Unamwona mtu unatumia maneno, unaweza ukayaongeza au unaweza ukapunguza. Kwa namna gani tuseme hivi? Hapa katika kumshuhudia mtu lazima hizo hesabu mbili lazima uzitumie. Ndiyo unaweza ukapatia katika hesabu utakayoifanya, au unaweza ukakosea. Ili mtu ashuhudiwe kuwa mtumishi wa Mungu, lazima anaonekana kwa matendo, lazima anaonekana kwa mivalio, lazima anaonekana kwa msemo, lazima anaonekana hata kwenye mtazamo wa kuangalia. Anaangalia mtu mwingine, utamwona anavyokuangalia, utaona huyu anavyoniangalia. Je, ananiangalia kikristo? Ni Mkristo kweli? Au ananiangalia kwenye mtazamo mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Mtu utabeba habari za mtu mwingine, fulani ni mwizi, fulani ni mwizi, fulani ni mwizi. Haujashuhudia kweli kama ni mwizi, lakini labda umetumia hesabu ya kumuongezea. Umeweka maneno ambayo sio kwake. Amena. Na inawezekana hayo maneno hajaongeza wala hajapunguza. Labda ndivyo ulivyo. Amepatia kabisa katika hesabu yake ya kushuhudia. Fulani ni mwizi, na kweli wewe ni nani? Ni mwizi. Inawezekana. Kwa hiyo katika hayo mwingine anaweza katimia fulani sio mwizi, na huku wewe ni mwizi. Ina maana amekupunguza, ametoa kipaji chako cha uwizi, amekitoa kwenye hesabu zake za kushuhudia, amepunguza. Huyo ametumia hesabu labda za kutoa. Kwa hiyo niombe tuseme kitu kimoja. Sisi wa Kristo lazima tuonekane kuwa sisi ni watumishi wa Mungu. Lazima tushuhudiwe sisi ni wawakilishi wa nani? Wa Yesu Kristo. Amena. Amen. Mtu asituongezee katika hesabu, asitupunguzie katika hesabu, na asituongezee katika hesabu yake. Amena. Amen. Lakini sasa nilipokuwa maeneo, mtu mmoja alituambia hali ya kuishi Afrika
Kule Afrika waliokuwa wambea ni wanawake. Huku Marekani wambea ni wanaume. Nikamwambia unashuhudia hilo? Ndio. Akanipa kabisa na mfano. Akaniambia kila mwanaume atakayemwona ana kitambi, ana tumbo kubwa, jua huyo ni mbea. Nikamwambia hapana, haujashuhudia vizuri. Nikamwambia kwa nini? Kwa sababu wanaume huku wakikutana na wawili watatu, habari zenyewe ni za umbea. Wanawake huku hizo za umbea huku wamekuja kuacha. Inawezekana walitupo kwenye ndege, waliona ndio safari ilivyo. Ngoja huku tunakokwenda twende tuishi maisha mazuri. Masuala ya umbea tuyaache. Sasa waliokuja kuchukua umbea huku ni wanaume wenyewe wa kuogopa cha ndege na nini, waliona huko wamefika. Nikasema kweli. Na kweli niliona labda ni kweli, nikashuhudia, nikaamini hilo. Sijajua kama kweli aliongeza katika hesabu zake za kushuhudia au alipunguza. Nasi tulivyo ndivyo tunatakiwa sisi wa Kristo. Tusiongezwe maneno wala tusipunguzwe maneno. Na wewe unayeshuhudia, uhakikishe umeshuhudia maneno yale yanayomtakia mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na katika yote hayo kuna maamuzi. Mungu alipomuumba mwanadamu, aliweka maamuzi. Anaweka maamuzi na kila alikifanya ili asionekane dictator inawezekana. Mungu naona labda alijishusha sana kwa kuumba mwanadamu. Akasema nitakupa maamuzi mwenyewe, uamue, uchague. Kwenda uzimani au kwenda motoni. Na kile utakachokifanya ukifanye kwa hiari yako mwenyewe. Sitakuingilia wala sitakuchagulia, tayari nimeshakuumba. Amen. Sasa wewe utafanya unachokitaka, utachagua unachokitaka, utafanya kila kitu na utawaza kila unachokitaka. Lakini jua yote unayoyataka na unayoyaamua yana matokeo yake, yana majibu yake. Yana majibu yake. Majibu ambayo yatakayotokea yatakuwa ni ya kwenda kuzimu au ya kwenda kwenye uzima wa milele. Yapo. Kwa hiyo ujue chochote utakachokifanya, ushuhudiwe na watu, usishuhudiwe na watu, ufiche, usifiche, yana matokeo yake, majibu yake yapo. Ufiche, wewe si mwasherati, majibu yapo. Ufiche, wewe si mwizi, majibu yapo. Ufiche, wewe si mnywa pombe, majibu yapo. Ufiche, wewe si mlevi, majibu yapo. Utapata matokeo yake. Amena. Amena. Sasa baada ya kushuhudiwa kwamba wewe ni fulani, yapo mambo mengine ambayo sisi tunajiita wa Kristo tunakosea. Ukiangalia swala la uaminifu kulingana na kitabu cha Timotheo wa kwanza tulichokiona hapa, lazima sisi Kristo ashuhudiwe kuwa na tabia njema, ashuhudiwe kuwa na mwangalio mzuri, ashuhudiwe kuwa na muonekano mzuri utakaomshuhudia kwamba yeye ni nani, ni Mkristo. Hata kama mtu ataenda kuongeza kulingana na hesabu zake, lakini kilichomo ndani yako kitoe hata matunda kwa nje, watu washuhudie yule ni Mkristo. Watu washuhudie kwa kweli, hata kama utaongeza yule ni Mkristo. Lakini zipo vitu ambavyo vinatuingiza kuonekana sisi wa Kristo. Niliwahi kufanya ikilimba kule kwetu kule na mtu mmoja na kugusa kwenye swala la uaminifu. Tulisema ndio tufanye ikilimba. Tunajua mishahara kwetu 20,000, wengine 24 za shilingi kama dala 10 tu. Kwa sababu hata 10 ya leo ni kama 9. Mimi nilikuwa sifanyi kazi, nikamwambia kama tutafanya ina shida, tufanye. Niliona ni Mkristo mwenzangu, tufanye tu. Tulipofanya nilisema kwamba yeye akasema mimi niwe wa kwanza. Nikamwambia hiyo sio shida. Nikampa yeye. Tulikuwa tunaweka 20,000 najua, 20,000. Kulingana na mshahara wake alikuwa anapata 20,000, nikasema tufanye. Nikampa 20,000, ikawa 40,000. Za kwake 20 na za kwangu 20 ikawa 40. Sasa kwa sababu uaminifu hakuna na 20 yangu na ya kwake haikurudiaga tena kwangu, ina maana uaminifu ndani yake hakuna. Kwa hiyo hicho kitu kingine, mtu anaweza kukwambia baba au mama nitakukopa hichi baada kuona tatizo ulionalo, lakini baada ya siku ngapi
utanirushia ili na mimi nijikwamue kwenye matatizo yangu ambayo yatakao nitokea labda. Sasa mtu amekusaidia hivyo na msaada na hela na maneno unakula, huyo utashuhudiwa wewe ni nani. Na kanisani kila siku nakuja. Kama ni usalama unaupiga kweli kweli. Kama ni kwaya unaimba kweli kweli. Kama ni gitaa unapiga kweli kweli. Utashuhudiwa wewe ni nani. Wewe sio Mkristo. Kwa hiyo lazima Mkristo akubali kuwa mwaminifu. Ukope usikope, uwe mwaminifu. Hii nchi ambayo tumekuja ni ya madeni. Lazima ni ya madeni. Kuna watu wanatumia biashara kutoka Afrika kuja huku. Akikopesha mwenzake Mwafrika tu hapo. Yaani na biashara na nini hatarudia tena. Kwa hiyo ni shida. Mpaka wengine wanakosa kuingia makanisani kwa sababu hata zetu sisi. Anafikiria labda niende kanisani. Kule kanisani ndio kuna watu ambao wamemaliza biashara yangu. Nimewakopesha lakini hawakutaka kunilipa. Atakuja hapa. Hautamuona. Na hiyo ni sababu kubwa ya watu wengine kukama nyumbani kushindwa kuja makanisani. Kwa sababu hata zetu sisi ambao tumekutaniwa huko. Badala ya kuwa na tabia za kuita watu wengine kwa vitu tutakavyowaonyesha, kwa matunda tutakaowaonyesha, sisi tu tunakuwa wa kwanza kuwaonyesha Bwana mimi niko wazi hivyo, kunipa na kula tu. Inakuwa ni shida. Kwa hiyo tuonekane sisi ni Wakristo kweli kweli. Iwe kwa mivalio, iwe kwa kukopeshwa, iwe kwa nini, tuonekane kwenye maidara yote tumekamilika. Sio umeweza hili, ikija swala lingine la pombe hii unaweza kaguni. Mimi napimanga hiyo napimanga. Mkristo anasema eti pombe napimanga kidogo. Hapo tayari hata yule atakayekusaidia sema ila mlivyochiza kilishi tu bana. Hao ndio wanajiita Wakristo. Nimempa kiroba kimoja kula mikigongo. Mimi je nikosei? Lazima. Unaona? Mtu wa dunia anafanya mivalio mingine na wewe Mkristo ile unaifuata. Lazima. Mwingine atakushuhudia yule si Mkristo. Ndio yale majina wanaita ndio wasanii. Usanii kwenye lugha zingine wa Kifaransa wanasema ni ufarse. Sijui Kiswahili mnaweza kusema na uhuni. Ya uhuni, wa Kiswahili wanasema uhuni ni muhuni. Wengine sijui Kiingereza mnasemaje? Star. Mimi sijui hata kutamka hivyo. Kwa hiyo unakuta Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta mtu anaitwa msanii, Mkristo msanii, tayari umepotezwa njia. Wewe mwenyewe umejiandalia njia ya kwako. Kwa hiyo katika maamuzi yako utakayoyafanya ya kutaka uweke sivyo manyasi kichwani, nikisema manyasi ndio zile nywele ambazo zinasimama kama ndio nyasi. Ukiamua mwenyewe uweke manyasi kichwani, ukiamua mwenyewe uvae nguo za nusu uchi, hayo matokeo, hayo maamuzi yana majibu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo swali ni kwetu. Watu wanatushuhudiaje? Sisi tunatoka manyumbani tunaenda makanisani. Huko makazini tunakokwenda, watu wanakushuhudiaje? Unasemaje na watu? Market manager, mnasemaje na watu? Na wengine wenye maduka, mnasemaje na watu? Wanafunzi, mnashuhudiwaje huko mashuleni? Wamama zetu huko mashambani, mnashuhudiwaje? Wazee wetu huko tunakokwenda makazini, tunashuhudiwaje? Unakuta mtu anapambana na vijana kasa na ni mzee. Pale Tanzania ni siku moja jioni hivi. Ilikuwa ni usiku, nilimwona mzee mmoja anajipanga na kijana. Obonambi aolu na yeye anakuwa anajipanga hivi. Nikasema huyu kweli na ni Mkristo. Wanapangana kabisa kama vile mitani. Ni Mkristo, nikaona wanapangana. Unaweza kuipromote. Sasa kijana yule mzee unachonja kwa. Sasa nikaona yule mzee labda alitaka kuingia kwenye njia ambayo si sawa. Na kweli bora alikwepa. Na labda wote wangelifukuzwa. Na ikupita siku mbili najua miongoni mwa wale kuna mmoja alifukuzwa. Sijui ndio tabia zao ani. Kwa hiyo lazima tushuhudiwe kwa matendo. Mzazi unapokaa na watoto nyumbani, andaa watoto wako na wenyewe waonekane kwenye muonekano wa Kristo. Hata kama akifikisha kwenye miaka yake 18 ameshakuwa na maamuzi, wewe tayari umeshafanya kazi yako. Mungu hata kulaumu tena.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtoto anaweza kuharibika akiwa na miaka 5, 6, 7, 10, 14, huyu ameshakuwa shindikana. Hiyo damu ikipotea ni ya kwako, ipo juu yako mzazi. Fanya kazi yako ya kufundisha watoto. Andaa hata maibada ya ndani ya nyumba. Namshukuru sana mke wangu kwenye hizi kazi. Namshukuru sana. Hata kama nikienda kazini mimi najua yeye anabaki na mradi. Wanafanya maibada jioni. Wakiamka wanaomba maombi ya asubuhi, nasema Mungu asifiwe, alinipa mke mwema. Amen. Na mimi pia fanyeni hivyo. Fanya maibada hata siku kwa wiki mara 2 kwa siku. Mkiona kila siku ni kazi sawa. Lakini unakesha ili mwaka umeisha na mpaka utakayoisha kuna hata siku ya kufanya watoto tukae hapa tuombe. Haipo. Mahitaji ya binafsi hayapo. Utakosaje kupata pepo? Siku moja nisemaga hapa, dhambi inahiba akili. Ili dhambi kuendesha lazima itapokonya kwanza akili yako. Inaweka pembeni. Ndio inakuendesha sawa sawa. Utatoka hapa hadi Dallas. Utatoka hapa hadi hata kwa mguu. Unaenda unatafuta binti. Na mwingine atatoka Dallas anaenda hata usiku Houston kule. Anaenda kutafuta mwanaume. Kama nizo rendezvous mnapigwa rendezvous, anatoka Houston anakuja mpaka huku sijui wapi hapa tulipo. Foro. Nimetamka vizuri hivi. Yes. Yaani ameibiwa akili. Ameibiwa. Yaani yeye haangalii gharama za mafuta, aangalie nini? Yeye ameenda. Kwani hiyo ni shida. Huyu anatumika hivyo kwa sababu gani? Akili zake sio zenyewe. Amewekewa akili za kishetani ndani yake. Ndio anaendeshwa kama vile sijui remote. Na hiyo ni shida. Wakristo tushuhudiwe kwa matendo mazuri. Wakristo tushuhudiwe kwa uaminifu mzuri. Wakristo tushuhudiwe kwa kila kitu kizuri. Sio tunaenda dukani kwa Bwana tunaenda kukopa makoti ndio tunamuombesha kabisa. Hata kokota hata mzigo mwingine. Mwishowe hata kanyaga hapa. Bwana anaye Kristo nikija kukopa koti zako 2 hapa au mchungaji na sikulipo utakuja hapa. Hauwezi kuja. Na ndivyo ilivyo watu wengi huko nyumbani. Fanyeni tu sasa Wanyarwanda wasema sijui gitaramo. Fanyeni gitaramo kwenye manyumba. Mtaona Wakristo ambao wako manyumbani huko wanashindwa kuja kanisani kwa sababu ya tabia zetu. Wapo lakini mkiangalia vizuri hii hapa itakuwa ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kazi kwetu. Tuwabadilishe wale ambao wameshakata tamaa kabisa. Kwa mapendo yetu huko kazini tubadilishe watu. Kuna mtu unakuta ni mtu mzuri kabisa akisimama hapa akiimba ni mzuri lakini anaharibika na pombe, anaharibika na sigara, anaharibika na vitu vingine vya uasherati. Kwa sababu gani? Huyu ni kwa ukanae chini hata kumuonyesha. Na Mungu atasaidia pamoja na maombi atanyooka atakufuata. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niombe sisi wa Kristo. Bwana anaokienda kwake kopa na lipa. Kopa na lipa. Mimi nikija kwako nisipokulipa bado leta hata mkeka lala hapa nyumbani kwangu. Nikulipe ili hiyo deni itoke. Mimi huko naogopa sana deni. Na watu wanakuambia huko utaingia tu kwenye madeni utaingia. Kumbe wenzangu wameshapata certificate za madeni. Sasa kuna nini? Mimi huko sijui. Wanalipa tu moyo, utadaiwa tu, utadaiwa. Sasa nitadaiwaje na mimi siende kuchukua deni? Eti utaenda, jaribu hata hii hapa nijaribu nini? Eti utaanza kwa gari na wanakuja na lugha nzuri. Eti huku usinunue gari kwa hela cash. Ununue gari kwa mkopo, ndio gari ambayo inakuwa vizuri. Ndio ngwe. Sasa haya maneno ukichukua haya ya cash na chukua haya ya mkopo, changanya na zile za koko ambazo zilikuwepo kichwani. Utumie zipi sasa? Unakuwa unajiuliza. Keshi nikija gari itaribika sasa hivi hapa. Alafu nitakuwa kama vile nimefanyaje? Nimepoteza hela. Hii ya deni ndio ikiharibika hautadaiwa. Unakuja kujiuliza maswali yote hayo. Niende na lipi? Kwa hiyo neno la deni ni neno ambalo linakupotosha.
Ukiwa na hela baba, lipa kitu kesho, malizana hapo. Lakini wewe wakudaiwa, utadaiwa gari leo, bado nyumba inakusubiri hapo, bado nini? Kuna siku mimi niliwahi kusema kwamba basi hapa Marekani nimekuja kuhangaika. Huyu bwana alishuhudia huyo. Nimekaa nyumbani, shirika limekataa kulipa nani nyumba. Nikaona libarua limekuja. Tarehe 4 mwezi wa kwanza utoke nyumba. Nikasema Mungu wangu. Tarehe 4 mwezi wa kwanza nitoke nyumba. Ndio niende wapi? Nikaanza kupiga hesabu. Hawa wanaolala nje na hii baridi, mimi nitoke nje kwenye nyumba na watoto wangu hawa, nitakuwa mtu wa nani? Nilianza kucheka akili, nikashindwa. Lakini tulikaa chini na familia, tuombe Mungu atusaidie. Tumeomba. Nilienda kupata hiyo hela, sikulala siku hiyo. Nikasema hata kunyumba sitafika, ngoja niende. Nikaenda pale hizo office. Mnalipaga wapi? Ile barua hivi itaisha au haitaisha? Tunalipaga, nenda hapo, wakanituma siku Fiesta au wapi? Fiesta. Nikaenda Fiesta. Eti umekosea namba ya account number. Nikasema nitarudi tena wapi? Niambie tu. Nikarudi, nikaenda kuchukua account number. Kuja kulipa kule nimeshatakiwa 200, wameshaweka 200 juu. Eti nimekawia kufanyaje? Kwa hiyo mambo ya deni ni mambo ambayo yanatakiwa wewe Mkristo ujue unayachukuaje na utayamalizaje. Deni ndio sio mbaya, lakini inakuwa deni ikiwa umeshindwa kulipa. Ndio inaitwa nini? Deni. Lakini ndio ule ambao umechukua bado ni mkopo. Haijawa deni, umeenda kukopa. Lakini ukishindwa kulipa koti zako mbili ambazo umeenda kuchukua kwa bwana, ndio atasema deni yani, deni tuna ndeni inenobo. Ndio inakuwa kita. Sasa hapo atakuchafua jina, Ukristo wako utaharibika, utashindwa kuelewa wewe ni nani. Na kwa sababu ndani yako mtakuwa mmeshakuwa roho ile ya kutokujitambua, utaona ni kawaida. Aya eti na ngamoe au ombe aoli. Na yeye anapanda. Mwenye hela yake anapanda na wewe mdahiwa unapanda. Matokeo yake ni je? Mbona na atatoka kanisani, mbona yeye anaona mbuga? Ukaanza taula tai. Tunapoteza kondoo nyingine. Kwa hiyo tuwe makini. Tunapokuwa na marafiki, tuongee maneno ya Mungu na wenyewe wapate njia ya kuja kwa Mungu. Tunapokuwa kazini, tuongee maneno na marafiki zetu, maneno mazuri na wenyewe wajue njia ya kuja kanisani. Unapokwenda shuleni hivyo. Unavyokuwa kwenye maofisi hivyo. Kwa sababu zipo roho za watu nyingi ambazo zinapotea. Na hizo roho hatuwezi tukazikubali zipotee hivyo hivyo, zishindwe kujua njia za kanisani. Zishindwe kujua neno la Mungu. Ni kazi kubwa ambayo tunayo. Wewe ambao umemkubali Kristo, kubali kufanya kukokota mwingine kwa Yesu. Jaribu kuleta mwingine kwa Yesu. Kwako na wewe ushuhudie Mungu na yeye aseme kwamba fulani katika huduma yake alileta 3, 4, 5. Ndipo Mungu atakuandalia na wewe maisha mema. Na Mungu atusaidie. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Acha tupige makofi kwa ajili ya